Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na kichwa cha ujumbe, kuwaheshimu wazazi wa kiroho. Sema kuwaheshimu wazazi wa kiroho. Rudia kwa sauti, kuwaheshimu wazazi wa kiroho. Katika Biblia, heshima kwa wazazi wa kiroho kama vile wachungaji na viongozi inafanana na ile ya wazazi wa kimwili. Amen. Inahusisha kuwatii, kuwadhamini, kuwafuata na kufuata mafundisho yao. Misingi mikuu inajumuisha pointi hizi tatu ambazo nitakupa. Amen. Pointi ya kwanza inasema hivi: kutoa heshima na utii ama utiifu. Kutoa heshima na utiifu, hiyo ni pointi ya kwanza. Kutoa heshima na utiifu ama utii. Pointi namba 2 inasema hivi: kuwadhamini na kuwatunza. Pointi namba 2, unatakiwa kudhamini wazazi wako wa kiroho na pia unahitajika kuwatunza. Kuwadhamini na kuwatunza. Unatakiwa kuwadhamini na kuwatunza wazazi wako wa kiroho. Pointi namba 3 ambayo ni ya mwisho, kuwapokea na kuwaombea. Pointi ya 3 ambayo ni ya mwisho, kuwapokea na kuwaombea. Nimesema pointi ya kwanza ni kutoa heshima na utiifu ama kutoa heshima na utii. Pointi ya pili, kuwadhamini na kuwatunza. Pointi ya 3, kuwapokea na kuwaombea. Amen. Unatakiwa kutoa heshima kwa wazazi wako wa kiroho na wazazi wako wa kimwili, uwaheshimu, na unatakiwa pia kuwadhamini na kuwatunza wazazi wako wa kiroho na wazazi wako wa kimwili. Pia pointi ya 3, unatakiwa kuwapokea na kuwaombea wazazi wako wa kiroho na wazazi wako wa kimwili. Amen. Pointi ya kwanza, kutoa heshima na utii kama amri ya 5. Ni kama amri ya 5 inavyosema, wazazi waamini wanapaswa kuheshimu wale wanaowaongoza katika Bwana, jambo ambalo huleta baraka. Amen. Nitarudia, kama amri ya 5 inavyosema wazi, waamini wanapaswa kuwaheshimu ama kuheshimu wale wanaowaongoza katika Bwana, jambo ambalo huleta baraka. Angalia katika kitabu cha Waefeso mlango wa 6. Waefeso mlango wa 6 fungu la kwanza linasema hivi: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu, inasema hivi: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Kwa hivyo kutii ni jambo ambalo ni muhimu sana. Unapotii mzazi wako katika Bwana, maana mzazi wako katika Bwana si yule ambaye amekuzaa kimwili, baba na mama. Mzazi wako katika Bwana ni mchungaji ambaye anakulea kiroho. Unatakiwa uwe mtiifu sana kwao, maana hiyo ni haki. Biblia inasema kwamba maana hii ndiyo haki. Waheshimu wazazi wako wa kiroho. Kama uko na mchungaji ana mke ama ana mume, yani mwanamke
ama yeye ni mwanaume ana mke, waheshimu wote wawili. Usiheshimu huyu na ukapenda huyu, ama ukadiscriminate, ama ukaonyesha dharau kwa wote wawili. Unatakiwa kutoa heshima na kuwatii sana wazazi wa kiroho, maana hapo ndipo tunafundishwa kwamba jambo hilo huleta baraka. Na maandiko anasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Ukisikia kitu kinataja haki, tafuta kujua ni haki kivipi, kwa sababu wazazi wa kiroho wana malezi ya kiroho ambayo ukusaidia na baadaye akakufanya ukawa mtu wa maana. Maana wazazi wa kiroho wanakuelimisha, wazazi wa kiroho wanakujenga kiroho, na unapofuata yale mafundisho yatakusaidia hata utakapokuwa mtu mzima. Utakumbuka kwamba yale maisha ambayo ulifundishwa ni mzazi wako wa kiroho ni yapi, na unaishi maisha hayo kwa sababu yao. Unaweza kuona tu ni kawaida mchungaji kusimama mbele zako, unaweza kuona tu ni kama kawaida mke wa mchungaji kusimama mbele zako akufundisha ama akuhubirie. Unaweza kuona tu ni kawaida mchungaji akikupigia simu. Unaweza tu kuona ni kawaida kwamba wewe ni rafiki ya mchungaji. Unaweza kuona tu ni kawaida kwamba wewe unakuanga karibu na mchungaji. Unaweza kuona tu ni kawaida kwa sababu mchungaji anajuana na wazazi wako, wanapendana na wanaongea. Ukaona ni kawaida kwa sababu mchungaji huwa anapitia hapo kwenu, ama ukaona ni kawaida kuwazoea wachungaji ama watumishi wa Mungu, watu ambao wanaitanishwa na jina la kiroho kama wachungaji ama watu wanaokuhudumia kiroho. Wale watu upaswi kuzoeana na wao sana. Bwana asifiwe. Haupaswi kufanya nini? Kuzoeana na wao sana. Bwana asifiwe sana. Unajua, mimi jana nilikuwa najiuliza swali. Kwa nini? Nijiuliza swali. Kwa nini rais wetu wa Kenya aliitwa jina Kasongo na akakubali? Sio kama mshafikiria kama mimi. Mbona mnaniangalia kana kwamba muelewi? Mshaijiuliza kwa nini anaitwa Kasongo na hiyo jina alikubali? Na akasema mkiniita Kasongo, mkiniita Zakayo, hiyo yote ni nini? Ni sawa? Ama hamkusikia akisema hivyo? Mimi nilimsikia akisema. Anamuita hivyo kwa ajili ya kumkaribia. Nikajiuliza, sikutumia hilo neno kudharau, hata sikuja kwa hiyo conclusion, sikumalizia hivyo, lakini nilibaki najiuliza maswali. Kwa nini walimuita Kasongo? Okay, maybe nikafikiria walimuita Zakayo kwa sababu ni mkuu, lakini Ruto si mfupi sana vile, ni mtu mkubwa, mtu ambaye ana urefu wake, ana kimo chake kizuri. Bwana asifiwe. Lakini kwa nini walimuita Zakayo? Kwa nini walimuita Kasongo? Na hii neno likakwama kabisa kwamba Kasongo anakuja Malindi. Unasikia Kasongo atakuja Malindi, Kasongo anaenda Garissa, Kasongo anaenda Mombasa. Kasongo ameenda na ndege ya pesa mingi sana Ulaya. Ametumia ndege ambayo kwa lisali moja nalipwa milioni 10. Lisali moja unasikia nalipwa milioni 10. Na wewe hata shilingi 20,000 kuziona kwako ni ndoto. Wewe unasikia Kasongo ameenda na ndege ya shilingi 10,000 kwa lisaa, na ameenda hapo ndani akiwa na wasichana kadhaa, na ameenda hapo ndani na pilot na hao wasichana. Kuna wale wa kukata kucha, kuna wale wa kutengeneza uso, wale wanafanya hivi. Unasikia, lakini yote unasema ni Kasongo. Si vizuri kuzoeana na kiongozi wako. Si vizuri kuzoeana na anayekuongoza. Kwa nini? Siku ya leo unaweza pata fursa ya kwenda kuishi na president ambaye ni Ruto, lakini
ukaanza kuona yale madhaifu yake pale kwake nyumbani. Tunaelewana, si ndio? Sijui kama tunaelewana, si ndio? Ukishana yale madhaifu, ukamdharau yeye kwa sababu ya wale madhaifu, huku angalia neema ambayo Mungu ameweka ndani yake kwa yeye ni rais wa nchi, ukaangalia yale madhaifu. Kwa mfano, kuna mwalimu wangu mmoja anaitwa Emmanuel Makandiwa. Emmanuel Makandiwa yuko Zimbabwe, yuko nje ya Zimbabwe, nchi ya Zimbabwe, na nafikiri ni Harare. Nafikiri ni Harare. Kuna mahali panaitwa sijui Chitumbwiza, maeneo kama hayo. Anaishi kule na ana kanisa kubwa, lakini siku moja alinifundisha akaniambia kwamba ufai kuzoeana na watumishi wa Mungu, maana watumishi wa Mungu hata kama wana madhaifu ya namna gani, hata kama wana shida za aina gani, hata kama wanakaaje, watumishi wa Mungu wamebeba vitu vingapi? Vitu vingapi? Vitu vingapi? Ya kwanza ni baraka, ya pili ni nini? Laana. Kwa hivyo the more utajiweka karibu na mchungaji mpaka uzoeane na yeye, alafu ukamdharau hata kama hatojua kwamba umemdharau, hata kama hatajua kama umemnena vibaya, hata kama hatajua umemtukana, ile spirit katika ulimwengu wa roho itakurushia kitu kinaitwa laana, na ukaona maisha yako yameendelea kuwa mabaya na si sawa maisha yako. Mchungaji ni mtu wa kuheshimu hata kama ni ndugu yako tumbo moja. Mchungaji hata kama ni mkubwa wako na ukaona ako ovyo ovyo, ama ni mdogo wako na ukamwona ako ovyo ovyo, ama ukamwona huyu mchungaji hajasoma, hajui chochote, wacha nikwambie, katika ulimwengu wa roho kuna connection na flow ya kuelewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kitabu gani katika Warumi lakini mlango wa 8 inasema, na yeye aichunguzaye mioyo anajua nini? Anajua nia ya roho. Bwana asifiwe. Kitabu cha Zaburi mlango wa 8 fungu la 26 inasemaje? Kadhalika roho naye hutusaidia katika Warumi mlango wa 8 fungu la 26. Kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa sababu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Alafu verse 27 inasema hivi, hiyo ndio nilikuwa nataka. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa hivyo yeye anayechunguza mioyo anajua nia ya roho. Bwana asifiwe. Amen. Ukazoeana na mchungaji, ama ukazoeana na mke wa mchungaji, ama ukazoeana na mume wa mchungaji, wacha nikwambie, unaanza ona ni kawaida, lakini maandiko anasema yeye aichunguzaye mioyo anajua nia ya nini. Bwana asifiwe. Yeye aichunguzaye mioyo anajua nia ya nini? Ya roho. Bwana asifiwe sana. Mchungaji usimchukulie kama mtu wa kawaida, awe madhabahuni asiwe madhabahuni, wacha usimchukulie kama mtu wa kawaida. Mchungaji ni mtu wa kuheshimu, mtu ambaye ako concerned na maisha yako ya kiroho. Anapaswa kunyenyekewa, anapaswa kuheshimiwa, anapaswa kupatiwa heshima yake. Bwana asifiwe.
Kitabu cha Waefeso kimesemaje? Enyi watoto watiini wazazi wenu katika nani? Katika Bwana, maana hii ndio nini? Ndio haki. Alafu verse 2 ikasema hivi, waheshimu nani? Baba yako na mama yako. Bwana asifiwe. Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Waheshimu baba yako na mama yako. Na wacha nikwambie, baba yako na mama yako wanapofundishika kuhusu neno la Mungu na wamewaheshimu wazazi wenu katika Bwana ambao ni wachungaji, sasa nao wazazi wanarudi wananena baraka kwako unapowaheshimu. Maana mzazi wako aliyekuzaa anapokuwa hana raha kwa ajili yako, laana inakuja direct kwako. Hana haja atamke kwamba mimi nimekulaani, hana haja ya kusema kwamba mimi nimekubariki, hata usiwahi kosa. Roho yake itakapokuwa na amani kwa ajili yako, wewe ni mbarikiwa. Uambiwe umebarikiwa, usiambiwe umebarikiwa, wewe umebarikiwa. Na roho yake kama haina amani juu yako, wacha nikwambie, una bahati, hauna baraka, na sijui utafanya nini. Maana sina suluhisho hapo, ndio sababu na kufundisha kuhusu wazazi katika Bwana. Amen. Kwa hivyo pointi ya kwanza ni kutoa heshima na kuwatii. Ni kama amri ya 5 inayosema waheshimu, inayosema ni kama amri ya 5 inavyosema wazi, waamini wanapaswa kuheshimu wale wanaowaongoza katika Bwana, jambo ambalo huleta baraka. Wakati mzazi wako wa kiroho ana raha na wewe, wakati mzazi wa kiroho anafurahi kwa ajili yako, wacha nikwambie, hana haja aseme kwamba barikiwa, hana haja aseme. Na kama una haja mzazi wako wa kiroho aseme barikiwa, basi wewe bado ni mtoto wa kiroho na unakunywa maziwa, maana mpaka usikie ametamka nini? Baraka. Wacha nikwambie, kuna mtu ambaye anaitwa watu wanamwitanga Pastor Lai, lakini yeye ni askofu. Askofu Lai ni nabii, lakini ukichukua 1,000,000 saa hii umpelekee, ukamwambie baba, nimekuja kukusalimia, na atapokea ile bahasha ya 1,000,000, ama atapokea kile kitita cha 1,000,000, ama hata 50,000 mpatie. Utaona ameita wale wanaohusika na pesa zake, akaambia mniwekee hii, alafu mkaendelea kuongea, habari yako mzuri, umetoka wapi? Nimetoka Masoro. Naitwa nani? Naitwa fulani. Okay, karibu sana, naona umetutembelea leo, wageni tunajua ni baraka na tumepokea baraka zako, karibu sana, hapa ndio kwetu. Ungependa nini ama ufanyiwe nini? Ningeomba hivi na hivi na hivi, ama niombewe hiki na hiki. Anainuka tayari, hata akwambie piga magoti na kwambia Baba, katika jina la Yesu tenda katika maisha yake, amen, na aseme amen. Hiyo tu, tenda katika maisha yake, amen. Alafu akuulize kuna lingine? Hapana. Akwambia abarikiwa na uwe na wakati mwema. Huyo ameondoka. Akwambii nimepokea hizi pesa, baraka za pesa, hata pokea baraka. Hakuna. Mtoto wa kiroho aliyekomaa anajua mzazi wake wa kiroho akifurahi, baraka zimemwagika tayari. Bwana asifiwe. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, kuwadhamini na kuwatunza. Unapaswa kudhamini wachungaji wako, wazazi wako wa kiroho. Unapaswa kuwadhamini na kuwatunza. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Timotheo wa kwanza kinasemaje? Timotheo wa kwanza mlango wa 5 fungu la 17. First Timothy chapter 5 and verse 17. Inasema hivi: wazee watawalao vyema na
wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wanaojitaabisha kuhutubu na kufundisha. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema wanapaswa nini? Wanapaswa heshima maradufu. Maradufu ni nini? Maradufu maana yake nini? Ongeeni wale ambao mnajua. Ndio hiyo nataka kujua, hiyo maradufu ni nini? Maradufu. Ngoja tukijua maradufu tutatamani hiyo maradufu. Si ndio? Heshima maradufu. Ni nini maradufu? Maana yake maradufu inamaanisha mara ngapi? Ni double, si ndio? Double honor. Soma Biblia ya Kizungu takueleza vizuri. Inasema wazee viongozi wanaosimamia kanisa vyema wanastahili heshima maradufu, hasa wale wanaojitahidi katika kuhubiri na kufundisha wanahitaji heshima maradufu. Bwana asifiwe. Kwa mfano, nimeita mwalimu kutoka mbali, nimemlipia transport aje hapa awafundishe, alafu akifika hapa hata hamko, hata wengine wamekaa hapo wamelala, na mtu ako kanisani na amelala, hata hana habari, na mwalimu yuko hapa mbele anafundisha. Je, hiyo ni kumheshimu? Sio kuheshimu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu wote, hata wazee wa kanisa wanapaswa, lakini wale ambao wanaojitahidi katika kuhutubu na kufundisha, wale ambao wanajitahidi sana katika kutumika katika madhabahu, wanapaswa heshima maradufu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Usiwachukulie kama watu wa kawaida. Ati leo sitaenda kanisani na sitapiga simu. Kwani hasara ni ya mchungaji? Hasara ni kwako. Sisi hatuhubiri tulipwe, sisi hatufundishi tulipwe, lakini tunafundisha kwa sababu ni majukumu. Lakini Mungu ndiye anabariki mwenye amejitolea katika hiyo huduma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale watu ambao wanafanya huduma katika madhabahu, wale watu ambao wanasimamia kazi ya Mungu vizuri, wale watu ambao wanajitahidi katika kuhutubu ama kufundisha ama kuhubiri, wanahitaji kupata heshima maradufu. Kwa nini? Hawa watu wanajitaabisha sana, wanatenga wakati wao, wanajinyima mambo mengi, wanavumilia mambo mengi, ili neema ya Mungu iendelee kukaa ndani yao. Na inapoendelea kukaa ndani yao na wanajitolea kutumika, wale watu mnapowapatia hiyo double honor, Mungu anaamrisha automatic baraka zije katika maisha yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Sijui hapa kama kuna mtu ambaye hajaheshimu watu wanaofanya kazi madhabahuni ama wanaofanya huduma madhabahuni. Jaribu ujiangalie sana mwenendo yako. Jaribu angalie sana afya yako. Jaribu angalie vile unavyoishi. Je, ni sawa unapenda kuishi hivyo ama sivyo? Ukikuta sivyo, jioji, utakuta kuna mahali ulikosea watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu hawadhalilishwi. Watumishi wa Mungu hawatukani. Watumishi wa Mungu hawaaibishwi. Watumishi wa Mungu hawapigwi. Bwana asifiwe. Ni kama unua mkono upige babako na ni mchungaji. Umepata laana mara ngapi hapo? Mara mbili. Kwa nini? Ni mzazi wako kukuzaa, tena ni mzazi wako wa kiroho. Na huwezi kuta hiyo katika ulimwengu wa roho, because it has already registered. No matter what. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata kama mchungaji amekosana na mchungaji mwenzake, haifai uinuke uanze kuongea hiyo story. Why? Waheshimu, maana ile mafuta wako nayo
ule ni moto. Kwako utaona ni kawaida, lakini kitakuramba, kitakukula. Bwana asifiwe. Na shida nyingi ambazo tuko nazo sisi wanadamu, tunaona tukishinda tunapitia, lakini ukachukulia ni kawaida. Kumbe ni yale maneno uliongea mabaya kuhusu watumishi wa Mungu. Jioji sana katika maisha yako na ufikirie sana hilo neno la Mungu, maana Biblia inasema wazee ambao ni viongozi wanaosimamia kanisa vyema wanastahili heshima maradufu, hasa wale wanaojitahidi katika kuhubiri na kufundisha. Amen. Point namba 3, wapokea na kuwaombea. Tunapaswa kupokea watumishi wa Mungu na kuwaombea. We should receive them and pray for them. Bwana asifiwe. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu amesimama mahali hapo, akasema tuombee kanisa, tuombee mtumishi wa Bwana. Wewe ukijua kwamba neno la Mungu litafundishwa kesho ama kesho kutwa, unapaswa kuanza kuombea yule mnenaji atakayesimama mbele zako, akueleze neno la Mungu. Mungu amfunulie mapenzi yake, akampatie usemi, akampatie mafunuo, ampatie ujasiri wa kunena kwa ujasiri ile siri ya Injili. Unajiandaa spiritually and physically, psychologically and emotionally. Unajiandaa kwa sababu ya kupokea kutoka kwa mtumishi wa Bwana, lakini kwanza unapaswa kuwapokea wao. Ukijua fulani ndiye atakuwa katika ibada fulani, unamkubali, unampokea, alafu pia unamuombea. Katika hayo mawili, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haya mawili yanaleta baraka. Tena ni baraka ambayo ni maradufu. Kwa nini? Wewe umetoka hapa Jumapili umesikiza neno la Mungu, hata hukumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametumia mtumishi wa Mungu kunena na wewe. Umelala, ibada ikaisha. Ukaota, ibada ikawa inaendelea. Baada ya ibada, wewe ulikuwa hukulala, kweli umesikia neno la Mungu, lakini hukupata wakati hata wa kumwambia Mungu asante kwa ajili ya neno lako. Hiyo ni makosa. Kwa sababu ya nini? Ile thawabu ya watumishi hawa hautaipata. Bwana asifiwe. Hautapata. Na usione kama ni mchezo. Angalia kitabu cha Mathayo mlango wa 10 fungu la 40. Mathayo mtakatifu mlango wa 10 fungu la 40. Inasemaje? Mathayo mlango wa 10 fungu la 40 inasema hivi: awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Bwana asifiwe. Wakati unapokea mtumishi wa Mungu, unapokea Mungu. Wakati unapokea watumishi wa Mungu, unapokea yule ambaye aliyewatuma. Mtumishi wa Mungu anapaswa heshima maradufu. Wanaojitolea katika kutangaza neno wanahitaji heshima maradufu, maana wamebeba baraka na laana, na si lazima watamke. It is not a must watamka waseme nimekulaani katika jina la Yesu. No. Hata kama unafanya kazi na mtumishi wa Mungu, respect that man of God. Hata kama mnafanya ofisi moja, respect that man of God. Hata kama unajua madhaifu yake, respect that man of God. Why? Anaweza kuwa yale madhaifu alitubu katika makosa aliyofanya, ukabaki na neno la kuweka katika akili kwamba fulani alifanya hivi. Wacha nikwambie, hiyo ina attract laana katika maisha yako. Hasa sana wale walio juu yako katika ngazi za juu, unapaswa kuwaheshimu sana yoyote ambayo yuko juu yako. Kama wewe ni mtoto, una mwalimu wa Sunday school, yaweza kuwa wewe mwalimu wa Sunday school ni mtoto mwenzako, unapaswa kumheshimu sana na kumnyenyekea sana. Kama wewe ni mwanakwaya na kuna mwalimu wa kwaya, yule amebeba neema tofauti na wewe, unapaswa kumheshimu. Kama wewe ni kijana na una kiongozi ambaye ni wa vijana, unapaswa kumheshimu sana. Wakati tunafanya namna hiyo,
tunapata baraka, tunapata neema. Maana maandiko yanasemaje? Yanasema hivi katika Mathayo mlango wa 10 fungu la 40, inasema hivi: awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Kwa hivyo ukipokea mtumishi wa Mungu umepokea Yesu, na ukimpokea Yesu umepokea yule Mungu aliyemtuma Yesu. Bwana asifiwe. Fungu la 41 nasema hivi: ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nini? Ya nabii. Naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. 42. Na mtu awaye yote atakayewanywesha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitampotea nini? Kamwe thawabu yake. Watumishi wa Mungu wamebeba thawabu. Watumishi wa Mungu wamebeba baraka. Watu wamekosa baraka kutoka kwa watumishi wa Mungu. Watu wamekosa baraka kutoka kwa watu walio ngazi ya juu katika maisha yao. Watu wamekosa baraka kutoka kwa wazazi wao, kwa sababu unaweza rushiaje mzazi wako mkono? Mzazi anakuongeza anambia shetani ashindwe. Bwana asifiwe. Kwani hamjaiona mtoto anaangalishwa na mzazi wake anamwambia hamjaiona? Hata wengine tuko hapa tushaivifanya. Mzazi wako anakuongelesha ni hivyo ama sivyo? Hapa wapo watu washaifanya hivyo. Mzazi wako akukuzaa anakuongelesha anambia Sinaambia mimi, sitaki kusikia. Hapa hakuna mtu ashaifanya hivyo. Unaona vile mnaniangalia kana kwamba muelewi na mnajua mambo yenu. Mzazi ni wa kumheshimu. Mzazi ni wa kumnyenyekea. Mzazi ni wa kumwombea. Awe ni mzazi wa kimwili, awe ni mzazi wa kiroho, awe ni mzazi wa jirani yako, awe ni mzazi katika mtaa. Mtu yoyote ambaye amekuzidi ngazi unapaswa kumheshimu. Mtu yoyote ambaye anajitolea katika madhabahu, katika kanisa, katika kutumika, hata kama ni mwenye kuongoza ibada, respect that man of God. Respect that servant of God. Amebeba neema katika maisha yako, na tena kuongeza awe katika ngazi ya juu kushinda wewe. Respect them. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku ya leo umesikia neno la Mungu. Sijui umejiandaaje katika kuheshimu watumishi wa Bwana, wapokea, kutoa heshima na kuwatii, kuwadhamini na kuwatunza, kuwapokea na kuwaombea. Sijui umejiandaa namna gani baada ya kusikia hili neno. Nikiangalia katika pointi ya pili inasema kuwadhamini na kuwatunza. Mtumishi wa Bwana unaweza mtunza. Unaweza mnunulia nguo, unaweza mnunulia viatu, unaweza mnunulia chakula. Mtumishi wa Mungu kutunzwa si kutunzwa kwa njia nyingine. Bwana asifiwe. Unaweza mnunulia hata gari, unaweza mnunulia hata pikipiki, unaweza mnunulia hata baiskeli. Na sijasema hivyo mniletee baiskeli ama pikipiki ama gari, lakini mkiniletea pia ni dhambi. Si dhambi, lakini si ati siwezi pata. Lakini ukiniletea, umenidhamini na umenitunza. Maandiko yanasema kwamba kuwadhamini na kuwatunza watumishi wa Bwana. Ukaenda tu ukanunua box ya maziwa ukaletea mtumishi wa Bwana, hasa Brookside. Wacha nitumie neno Brookside. Bwana asifiwe. Si mnajua Brookside ni maziwa mazuri? Maziwa mengine ni kama yapi mnajua? Kuna Brookside, kuna gani? Life. Kuna Mount Kenya, kuna Tuzo, kuna gani? Long Life, kuna ganga pia. Maziwa ni gani?
Kinango. Nilikuwa nimesikia ng'anga. Maziwa mengine anaitwaje? Mala. Unaweza nunua hata yogurt. Bwana asifiwe. Unaweza enda supermarket ukafanya shopping kwa unga wa sima. Tena unga ule mzuri wa Taifa ama Dola. Ukanunua sukari, ukanunua chumvi, ukanunua mafuta ya kupika. Hiyo ni katika kuwapokea, kuwadhamini na kuwatunza. Ukahakikisha wanavaa vizuri kama una uwezo. Wacha nikwambie, baraka hazichukuliwi kwa vitu kubwa kubwa. Baraka hazichukuliwi kwa vitu kubwa kubwa. Usingoje upate pesa ya kununulia gari uniletee. Hata maziwa. Bwana asifiwe. Na mimi siongei hapa nikiwafundisha nikiwa naomba mletee maziwa. No. Mimi nanywa maziwa almost every day. Na mjawahi niletea? Ama hapa kuna mtu aliniletea maziwa hapa? Kama yuko inua mkono. Bwana asifiwe. Si unaona hakuna mkono unainuliwa. Hakuna mtu ameniletea maziwa. Lakini si kwamba naitisha, na waeleza kuhusu kuwadhamini na kuwatunza. Tunapaswa kutunza watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku moja niliitwa ni bishop wangu Mabonja. Siku Mabonja aliponiita, alikuwa ananionyesha kitu ambacho kilikuwa kimekwama mahali nitoe ushauri. Na mimi nikaenda, nikaona, nikawaelezea, wanauliza ushauri, nikawajibu, tukamaliza, tukaagana, tukaondoka. Na tulipoagana tukaondoka, nataka kila mtu asikie hii. Maana hapo ndio sasa mambo yanaanza mengine ili watu wasisikize mafundisho. Baada ya kumalizana na yeye, what I did, tukaamua sasa turudi wapi? Turudi kila mtu kwake. Tukaja kufika pale Naivas. Nikamwambia, Bishop, tuingia hapa ndani kidogo tuangalie kuna nini. Tukaingia Naivas. Nikamwambia, Bishop wangu, chukua kile unataka. Chukua kile unasikia roho yako inataka. Hapa kuna watu wanasema, Reverend, wewe ujui nilikuwa ni mimi ungeniambia chukua kile ninachotaka, ningekuosha. Bwana asifiwe. Nikamwambia, chagua kile unachotaka Bishop. Nikachukua lile ni gari likubwa lile la kusukuma lile la Naivas. Nikaenda na yeye nikamwambia toto jaza hili. Chukua kile unachotaka. Basi unajua alinipeleka wapi? Alinipeleka kwa unga wa sima. Akachukua mifuko mingapi? Mifuko mingapi ya sima? Kilo 2, 1, 2, 3. Akaweka kwa ile gari, akanambia tosha. Kumbe ni sima tu ndio alikuwa anataka yeye. Nikamwambia Bishop, si uongeze mfuko mwingine 2 ama 3 ama chukua bandali zima. Asema hii tosha. Kitu kingine tosha. Nikamwambia, si uangalie kitu kingine uchukue. Tosha, hakuna shida. Niko sawa mimi. Nikamwambia twende hapa. Tukaenda. Nikamchukulia nyama. Kilo ngapi? 3. Nikamchukua nikampeleka, nikamwambia mafuta ya kupika hii chukua jerrycan. Jerrycan ya mafuta ya kupikia. Nikamwambia chumvi ndio hii chukua. Nikampeleka sipi wapi akachukua hii. Akachukua juice, akachukua nini? Nikamwambia hii weka hapa. Hii weka hapa. Akaniambia na kweli kuna vitu vingi huku. Kumbe kuna vitu mimi kwa sioni hivi vyote. Wewe ulikuwa unaviona hivi vyote? Namwekea. Nikamuza hapo ni sawa, akasema sawa. Nikamwambia sawa twende tukalipe. Tukienda hivi, unajua pale ukitoka Naivas pale kuna zile nini za mafriza zile zimewekwa ma chocolate. Si unaelewa hiyo? Nikaenda kumfungulia pale, nikamwambia unataka chocolate gani hapa? Akasema hata sijui ni gani hapa. Nikamwambia chukua yote. Kama mimi sielewi ni gani hapa. Sasa kwani ni gani nzuri hapa? Nikamwambia zote ni nzuri. Nikamjaribu achukua, nisema hata sielewi. Nikamchukulia moja kubwa nzuri, nikamwekea pale, kupika pale kwa counter, nikalipa, wakaniprompt nikalipa vizuri na M-Pesa, tukaondoka, nikampatia na receipt yake na mabagi yale mifuko ya Naivas imeandikwa Naivas. Kampandisha pikipiki, huyo akaenda kwa mke wake. Bwana asifiwe. Walipofika kulikuwa na sherehe. Bwana asifiwe.
Si walijienjoy? Si walikula vizuri? Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, mimi sikuwa na mngeli anibariki, lakini kuna mambo ambayo alikuwa yani sawa kwangu, lakini kashangaa mambo yalianza kujifungua yenyewe. Bwana asifiwe. Mambo yalianza kuwa mazuri, nikaanza kuona mkono wa Bwana, nikaanza kuona baraka za Bwana, nikaanza kuona kibali cha Bwana, nikaanza kuona ushindi wa Bwana, nikaanza kuona uponyaji wa Bwana, nikaanza kuona kibali cha Bwana, nikaona baraka zikimiminika. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Kutunza. Kwa sababu ya kuwathamini na kuwatunza. Kutunza si kitu rahisi, inahitaji kujitolea. Si ati unajitolea kwa sababu uko navyo, unajitolea hata ukiwa hauna. Bwana asifiwe. Na ukiona watu ambao wanaweza jitolea kwa mtumishi wa Bwana na kuwathamini na kuwatunza, hata kanisani wanaweza nunua token, hata mchungaji akiwa hayupo wanaweza nunua token, wanaweza kuchanga wakafanya kitu fulani, wanaweza kufanya maendeleo fulani, wanaweza kufanya mambo mazuri, wanaweza kufanya mambo ya ajabu, wanaweza kufanya mambo ya baraka. Bwana asifiwe. Unajua si rahisi mtu kujitolea kutumikia Bwana, lakini ukijua maana ya baraka hata kwa wazazi wako, sio mpaka waseme barikiwa, utabarikiwa tu hivyo hivyo hata wasiposema. Bwana asifiwe. Bishop wangu alipokea mifuko imeandikwa Naivas imejaa, akaekelea moja hapa kwa paja hili, lakini kwa paja hili na akashika hivi, na pikipiki kaondoka akaenda zake. Ndio Tanga nyumbani kwake. Bwana asifiwe. Yeye unajua ananiambia nini? Nimeshukuru sana mtumishi wangu. Nimeshukuru sana. Roho yangu imepata amani, roho yangu imepata furaha, roho yangu imeona kwamba nina mtoto anayenithamini. Unajua hiyo raha imeshinda kusema barikiwa. Hiyo raha imeshinda kusema barikiwa. Bwana asifiwe. Mamangu yuko hapa, nataka niongee neno la Kikamba, yeye analielewa. Wakamba anasema hivi ya kwamba Mosei akavyo ya mokeu au yani mzazi akitingisha kichwa hivi, wewe mtoto unaweza kuhara wiki ngapi? Sinitumia hiyo neno kuhara. Unaweza kuhara wiki ngapi? Mpaka shingo ikakuwa mrefu. Ushaona mtu ambaye ameendesha wiki nzima, akaendesha mara 62 kwa wiki, ni kuendesha tu, shingo inakuwa mrefu hivi kama twiga. Kwa sababu ya nini? Mzazi ametingisha kichwa hivi. Unaona mzazi akasirika atingishe kichwa hivi, mzazi akasirika alie machozi, wewe umeumia. Jaribuni mfurahishe wazazi wenu. Sisi wa kiroho, mimi na mke wangu, hata wazazi wenu waliowazaa, make sure they are happy of you. They are happy about you. They are happy about yourself. They are happy about what you are doing in your life. Hata katika masomo, hiyo inasababisha baraka zimwagike katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ni wengi hapa wamejaribu kutafuta baraka, na ni wengi wanaenda kwa wachungaji wengi wakaombewe, wanaenda kwa waombezi wakaombewe, lakini ukiangalia karakta ya huyu mwenye kuombewa ni karakta mbaya. Karakta inaweza kusustain maisha yako ama ikaharibu maisha yako, depending na vile unavyojitolea katika kujibu, katika kutumika, katika kuhusika, katika maonekano, katika mienendo, katika matendo. Bwana asifiwe. Karakta yako itachangia baraka ama laana. Si mpaka mtu aseme kwamba barikiwa, lakini ile raha ambayo inaingia katika moyo inatambua baraka ndiyo sehemu yako. Amen. Kwa mfano, uko na pikipiki unaenda zako, ama uko na gari unaendesha, ukiona mahali kuna maji unapunguza nini? Mwendo, na unaenda polepole. Unaanza kupita mbio ukarushia mtu maji. Kuna watu wako na midomo mibaya,
Kuna watu wako na midomo ya kuapiza, anaanza kukuapiza neno mbaya, akasema ukifika huko mbele ugongo na Farao. Na kwani ukifika hapo mbele unafanya nini? Unagongo na Farao. Unajua na Farao ni nini? Hamjui na Farao? Nani anajua na Farao hapa nini? Kugongo na Farao, hamjasikia kugongo na Farao? Mzee, hamjasikia kugongo na Farao? Niongee lugha gani ndio muelewe? Huyu anaitwa nani? Ananiangalia. Huyu hapa na white. Anaitwa nani? Farao ni nini? Ni kama vile unaenda na pikipiki ama gari, ushtukie umegongwa tu kwa chini. Hiyo inaitwa nini? Farao. Na tukiwa barabarani sisi madereva tunajichunganga sana tusigongwe na Farao. Masa kuona gari imetoka kwa laini yake ikaja kwa gari yako ikamgonga gari yako ikawa kando. Farao. Ghafla ujui ajali haina kinga. Umeumizwa, umefungwa miguu, umefungwa mikono, umefungwa mbavu za kushoto. Utalala vipi? Bwana asifiwe. Amen. Tujitunze sana na tujiheshimu sana na tujiepushe sana na maneno mabaya ya watu. Maana maneno mabaya, mtu anaweza kukuapiza kitu kikakupata, ukajutia maisha yako yote. Ukaishi miaka mingi lakini kwa shida. Ukaishi miaka mingi lakini kwa maumivu. Kwa nini? Kuna neno baya ambalo uliapizwa na mtu. Hata kudhulumu mtu tu, pesa za mtu. Kudhulumu mtu ni hatari. Usikule pesa ya mtu kama una uwezo wa kumlipa. Don't dare. Unaweza kuapiziwa neno mbaya likakupata, na likikupata utaumia. Tujaribu tuheshimu watu, tujaribu tuheshimu viongozi, tujaribu tuheshimu wanaotuongoza, walio mbele zetu, tuwapokee na tuwatunze na tuwajue kwamba wanaishi katika hali nzuri, na hali zote ambazo wako nazo ambazo zina udhaifu tujaribu kuwadhamini, tukiwaombea kwamba Mungu awainue kiwango kingine. Hayo ndiyo majukumu ya watu ambao wameokoka, watu ambao wanajipenda, watu ambao wanamheshimu Mungu, watu ambao wanampenda Mungu. Lakini mwenye ajipendi ataenda kinyume na haya yote katika kutoa heshima na kutii kwa wazazi wa kiroho. Mwenye ajiheshimu na ajipendi hata yafanya hayo, hata wadhamini na hata watunza, hata wapokea na hata waombea. Sijui wewe uko hapa, ulitoa heshima lini kwa wazazi wako wa kiroho? Wewe ambao uko hapa, ulionyesha kuwadhamini na kuwatunza wazazi wako wa kiroho? Wewe ambao uko hapa, uliwapokea na kuwaombea watumishi wa Mungu? Kama ulivifanya, umepata thawabu maradufu. Kama hujavifanya, yale unayoyapitia yanaweza kuwa yakawa mabaya zaidi kushinda yale ambayo unapitia. Kwa nini? Kwa sababu haujatafuta baraka kwa wazazi wa kimwili, hujatafuta baraka kwa wazazi wa kiroho. Najua wengine wetu ni ufurahi wakati unapatiwa. Kupokea, wacha nikwambie, maandiko yanasema mkono unaotoa umebarikiwa kuliko ule unaopokea. Lakini unapompa mzazi, si kwamba unambariki, unamfurahisha mzazi ili ile baraka ipatikane. Bwana asifiwe. Na uwezi bariki mzazi wako. Nani anaweza bariki mzazi wake? Nani anaweza bariki mzazi wake? Mbona mmenyamaza? Nani anaweza bariki? Kuna mtu anaweza bariki mzazi wake? Mbona mmenyamaza? Nauliza, kuna mtu anaweza bariki mzazi wake? Kitabu cha Waebrania mlango wa 7 fungu la 7 yasemaje? Waebrania 7:7 inasemaje? Kitabu cha Waebrania chapter 7 verse 7 inasema hivi: wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Haikanushiki. You cannot bless your parent. Huwezi bariki kiongozi wako, lakini kiongozi wako anaweza kukubariki. Amen. Amen. Mungu amani awabariki sana. Amen. Amen.